Pendwa mfuatiliaji wa channel yetu pendwa, karibu sana. Leo napenda kukuuliza, je, unapenda kupata mafanikio katika kazi zako? Iwe ni kazi za binafsi au tuseme unaweza kuwa una mradi wako au sehemu yako ya kazi ambapo umeajiriwa au katika jambo lolote lile ambalo umepanga kufanya. Je, unataka kupata mafanikio? Kama unataka kupata mafanikio, basi karibu utembee pamoja na mimi tuzungumzie mambo ya msingi ambayo unaweza kuzingatia ili uweze kupata mafanikio. Jambo la kwanza la msingi ambalo unatakiwa uweze kuzingatia, kwanza lazima uwe na lengo. Lazima ujiwekee lengo ambalo wewe unataka kufanikiwa nalo, lengo ambalo wewe unataka kulitimiza ndani ya kipindi fulani ambacho wewe umejiwekea. Inaweza kuwa ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miaka miwili, ndani ya miaka mitatu au miaka mitano. Na inaweza kuwa mathalan labda katika kujenga nyumba, nataka ndani ya miaka mitatu niwe nimeweza kufanikiwa kujenga nyumba katika sehemu ya beach kwenye ule uwanja wangu mzuri ambao nimenunua. Hilo ni lengo. Sasa ili lengo uweze kulitekeleza, lazima ulitengenezee mpango kazi. Mpango kazi ni zile kazi zote ambazo utakuwa unazifanya kila siku ambazo zitasaidia ili wewe uweza kutimiza ile lengo ambalo umelipanga. Kwa hiyo kumbuka kwamba jambo la msingi lazima uwe na lengo, lakini pia uwe na mpango kazi ambao unaendana na muda ambao utakusaidia wewe uweze kutimiza au uweze kupata mafanikio ambayo unataka kufanya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo litakusaidia kwamba kuna maswali matatu ya msingi ambayo ukiwa unajiuliza hayo maswali kila siku utafanikiwa kupata mafanikio au utafanikiwa kutimiza malengo yako. Je, hayo ni maswali gani? Swali la kwanza, kila siku lazima ujiulize, jana nilifanya nini? Yaani unaangalia ule mpango wako wa kununua gari au wa kujenga nyumba, afu unahusianisha na vile vitu ambavyo unafanya kila siku. Kwa hiyo unaanza kufanya tafakari ya jana nilifanya nini. Alafu swali la pili ambalo unapaswa kujiuliza, leo nimepanga kufanya nini? Kitu ambacho umepanga kufanya nini, ikifika kesho utajiuliza jana nilifanya nini na nilifanikiwa kufanya nini. Kwa hiyo swali la kwanza, jana nilifanya nini au nilifanikiwa kufanya nini? Swali la pili ndio hilo ambalo unasema kwamba leo nimepanga kufanya nini. Wanasema wataalamu, you must wake up with a purpose. Yaani uamke ukiwa na lengo la kitu ambacho unataka kufanya. Na kile kitu mwisho wa siku kinachangia katika mafanikio yako yale ambayo umejipangia. Kwa hiyo tunashauriwa kwamba tusiwe tunaamka tu tunakurupuka tunaondoka bila kuwa na mpango. Sasa ukiwa na mpango wa kusema kwamba leo nimepanga kufanya nini, itakusaidia kuweza kufanya tafakari juu ya mafanikio au changamoto ya kile kitu ambacho umepanga kufanya. Swali la tatu ambalo ni la msingi sasa, katika yale mambo ambayo nimepanga kuyafanya siku ya leo, je, vitu gani vitakuwa ni vikwazo? Je, kuna changamoto gani ambazo nitakumbana nazo? Sasa ukishakuwa unagundua hizi changamoto ambazo utakutana nazo, manake unaanza kuufanya ule utekelezaji wa ule mpango wako ule rahisi, kwa sababu unaanza kuangalia jinsi gani ya kuzitatua hizo changamoto. Sasa haya ni maswali ya msingi. Lakini kitu cha tatu cha kuzingatia, lazima uamue muda ambao utakuwa unafanya tafakari au unapitia haya maswali. Maana yake ni kwamba kila siku unaangalia ule mpango wako mkubwa, na kwa kuwa ule mpango uliovunja katika miezi na hadi katika siku, unaangalia sasa katika siku vitu gani ambavyo nimepanga kufanya. Unaona? Kwa hiyo ukiwa unajiuliza haya maswali na umepanga muda, itakusaidia sana. Lakini kitu cha msingi ni kuweza kujua kwamba je,
ni muda gani wa kuweza kufanya hii tafakari ya kuangalia ule mpango wako na kuweza kujiuliza maswali matatu? Tunashauriwa kwamba haya maswali matatu tujiulize kila siku. Kila siku lazima tujiulize haya maswali matatu. Lakini pia muda mzuri wa kufanya sasa, wewe utaangalia kwamba katika utekelezaji wako, katika majukumu yako kwamba ni muda gani. Lakini tunashauriwa kwamba asubuhi mapema ndio muda mzuri wa kuweza kukaa na kupitia maswali matatu. Inaweza kuwa alfajiri saa 11, inaweza kuwa saa 12. Kabla hujaenda kufanya majukumu yoyote yale, ni vizuri uweze kukaa na kuweza kujibu au kujiuliza haya maswali matatu. Jana nilifanya nini? Leo ninapanga kufanya nini? Na changamoto gani nitakumbana nazo? Sasa hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo unaweza kuvisaidia. Vinaweza vikakusaidia. Kwa wale wanaofahamu ni kwamba haya maswali unayakuta katika utekelezaji wa miradi ambayo inaitwa Agile. Ile timu ya Agile huwa inajiuliza maswali matatu. Kila mtu katika ile timu, inaweza kuwa ni timu ya watu 3 hadi 9. Kila mtu wanaangalia mpango wao wa kazi na kila mtu anajiuliza na kujibu haya maswali. Jana nilifanikiwa kufanya nini? Leo ninapanga kufanya nini? Na vitu gani vitanikwamisha katika utekelezaji wa haya majukumu? Kwa hiyo, mpendwa mfuatiliaji, ukiwa unajiuliza haya maswali, unaangalia na mpango wako afu unajiuliza haya maswali, mwisho wa siku utajikuta kwamba hata kama mpango ni mkubwa kiasi gani, utakuwa rahisi sana kuweza kutekeleza. Mimi huwa napenda kufananisha na jinsi gani ya kuweza kumla tembo. Tembo huwezi kumla peke yako na huwezi kumla kwa wakati mmoja, kwa sababu tembo ni mkubwa sana. Kwa hiyo unatakiwa unakula kipande baada ya kipande, ukishirikiana na wenzio, na mwisho wa siku unajikuta kwamba umeweza kummaliza yule tembo. Kadhalika katika utekelezaji wetu wa miradi mbalimbali, ukiivunja ile miradi, malengo yale na zile kazi ukazivunja katika sehemu ndogo ndogo ambazo ndio rahisi kutekeleza, lakini ukawa unafanya tafakari kila siku juu ya haya maswali matatu: jana nilifanya nini, leo ninafanya nini, changamoto ni zipi, unajikuta kwamba mwisho wa siku umeweza kufanikiwa. Natumaini umefurahia juu ya haya maswali. Kama umefurahia, give it a like na please subscribe to our channel.